Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko sawa? Uko sawa? Mungu amekushindania, sivyo? Tuketi, tunaweza keti. Yesu ni mwema, ni Mwokozi na ni Bwana katika maisha yangu. Namshukuru kwa rehema zake na fadhili zake. Kuna mchungaji alinituma salamu za kanisa, kwa hivyo zipokee. Ndio wakati mwingine unaambiwa salimia mke ama mume, lakini unasema lakini hautimishi. Akaniambia salimia kanisa, nikamwambia sawa, kwa sababu nimekumbuka. Pokeeni salamu za mchungaji anaitwa Pastor Mutuku. Nashukuru Bwana kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Ametulinda hata sisi, ametuhifadhi, ametupigania vita vyote. Nashukuru Bwana kwa sababu ukweli wake kwa hai ni dhahiri. It is true that Christ is alive. Tukaweze kuenda katika ujumbe wetu wa siku ya leo. Kichwa cha ujumbe wetu ni Kristo our high priest. Kristo Yesu our high priest. Jesus Christ, ama Christ Jesus our high priest. Kuhani wetu mkuu, na ndiye anatutetea mpaka wakati huu. Wakati mambo yameshindikana, anatutetea kwa sababu yeye ni mwema. Haleluya. Situombe. Baba wa rehema, mwingi wa ajabu na utukufu, asante kwa sababu umetusongesha madhabahuni mwako siku nyingine, that we may see your goodness and mercies, that we may rejoice in your power. Be thou glorified even as unapoendelea kutuhudumia. Jina lako litukuzwe. Twakuinua tukutukuza katika jina la Yesu Kristo na baraka yako. I don't know kama niko Mashari ametangaza that our programs for the week are as usual. Bible study ipo, tafadhali patikana kuja on Wednesday jioni, that we may learn together Bible study. Our lunch, our meeting Tuesday down to Friday zipo. We are looking forward whether there is an allowance ya kesha, but God will give us grace. But unaweza kuja, I know kuna wanakuja wakiwa wachache, but don't sleep at home, wake up because something good is happening. Hallelujah. We have other programs like home churches. We are not yet up to know whether we should, it is included, because tunajua churches is only constrained katika ibada ama katika building, church building. But thank God, tumetangaziwa, tumekumbushwa, but I think it should be official about the wedding ya our sister Casey na brother Ken Kabugi. Ken Kabugi, which will be on 12th of September. That is one Saturday between. Baada ya hiyo ingine Casey anaolewa. Amen. Inakuwa Buruburu Calvary Temple, phase 1. Is it phase 1? Yeah. That is near Kobil petrol station. So please, tukaweze kujipanga, that we shall be there. Tukaweze kuona our dear sister as she do, say I do. Netamu. Hallelujah. We also thank God because Brother Moringa is here. Nashukuru Bwana na akona afya. Akona moyo mkali. Nilijaribu kumwambia kaa nyumbani. Ananiambia pastor, mimi sasa pastor, nataka nicheze vyombo nishukuru Mungu wangu. Amen. Nikasema ni sawa. And here he is with us. Amekuwa akija kwa ranchawa. Na nashukuru Bwana kwa sababu Mungu anamtenda mema. Our God is a faithful God. Na Moringa hautakufa. Amen. Kukufa utakufa na uko mwisho kuondoka kwa mwili, lakini si hivi karibuni. Christ Jesus our high priest. Who is? I want us first of all we get some introduction. Because tunapoongea kuhusu Christ Jesus ama Kristo kuhani wetu mkuu, tunahitaji kujua ni nini amekufanyia. Maana ukielewa mambo mengine haya, my brother, my sister, utaishi maisha ya ushindi. Maana Mungu inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Naomba Mungu akupe kuelewa katika jina la Yesu.
akufunulie macho ya, afungue macho yako ya kiroho, that you may understand ile ilifanyika, that you may be a partaker ya kile unastahili kwa patika yake. Some of the suffering na mateso ile unapitia si sehemu yetu. Kama vile nimesema, maandiko yanasema the book of Hosea, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. May God give us to understand. When we talk about, tunapoongea juu ya wokovu, what does ama wokovu yamaanisha nini? Now, machache tu nitaintroduce nayo. What is the work of a high priest? Naanza na hiyo. Ndio kuna mengine haipo pale, lakini I believe you'll be able to catch up, kuelezea tu kidogo. What is the work of the high priest? Kazi ya high priest ilikuwa kuingia patakatifu pa watakatifu mara moja kwa mwaka. Katika siku ilikuwa inaitwa ya patanisho, atonement. Kiyunani inaitwa Yom Kippur. Kazi ile ilikuwa ni kuburn incense and sprinkling sacrificial animal blood to atone his own sin and those he represent. Jina atonement ni kule kuondoa ama kufanya kuondoa, ni kama kuondoa, ni kama kufunika, ni kama kusema I am partitioning ili iondolewe isije ikaonekana tena. So when we are talking about Christ Jesus, tunasema yeye ni kuhani mkuu. Ni tumeona kazi ya kuhani mkuu vile walikuwa. Kazi kubwa yake ni kuingia mara moja kwa mwaka. Mara moja anaingia patakatifu pa watakatifu akiwa amebeba damu, na alipokuwa akiingia pale kulikuwa na furaha kubwa akiingia na atoke. Now this day of atonement, just kuelezea kidogo kwa wale they are Bible student, wale Bible student, ilikuwa inafanyika mwezi wa 7. Mwezi wa 7 si Julai. Huu mwezi wa 7 ni kulingana na kile tunaita sacred calendar. Na ndio Mungu aliwaambia katika nchi ya Misri ya kwamba this will be your first month of the year. Kwa hiyo huo mwezi wa 7 ulikuwa inaitwa Tishri. Kiyunani inaitwa Tishri, Tishri, Tishri. Na ulikuwa ni mwezi wa 7, but however Mungu akaugeuza ukawa ni mwezi wa kwanza. Ile wa kalenda inastahili kuanguka katika mwezi wa September, in between September and October. Now, katika huu mwezi wakiingia tarehe moja walikuwa na hesabu 10 days. Zinaitwa 10 days of repentance. Zilikuwa ni siku 10 za kutubu. That means walikuwa wanasema tumeanza mwaka wa ushindi. Na ndio kwa Waisraeli mpaka today kunao wana celebrate ama wanafanya those ceremonies. Walikuwa wanaichukua a very important time when they could repent before God. Tuko pamoja? Now, the 10th day ilikuwa inaitwa holy, ama wakati huo ilikuwa inaitwa holy convocation. Na ndio walikuwa wanafanya a lot of reading of the law. Wanasoma sheria. Why do they read the law? Ili wajue mahali wamepungukiwa, mahali wameangukiwa, so that wakaweze kutembea na Mungu. Then on the 10th day walikuwa wanapiga baragumu. You know what is a baragumu? Trumpet. There was blowing of trumpet, whereby they could blow a time of rejoicing, a time of saying, it shall be well with our lives. Hallelujah. Then, wakisha blow the trumpet, they could burn burnt offerings. Burnt offering zilikuwa za kupatanisha wao na Mungu.
Are you still there? Tunaambatana pamoja. Then siku ya mwisho ya 10, they could call it the Day of Atonement. Na ndio kuhani mkuu alikuwa anachukua damu, anaingia kwa pasia. Kumbuka kuna wakati tulifundishwa juu ya the tabernacle. You remember? Come on, you remember? Kuna outer court, kuna holy place and holy of holies. Now, katika holy of holies ndio palikuwa na the ark of the covenant. Palikuwa pia na nyungu ya mana, the pot of manna, na kulikuwa na ile vipo ya Haruni iliyochimurwa. So kuhani mkuu angeingia, remember, pale kwa pasia ili uingie kwa holy of holies hakukuwa na mlango. Tuko pamoja? So what would the high priest do? Angeinama, nyenyekee, aipitie chini ya kati ya kwamba anasema I don't deserve. Ananyenyekea chini, maana anaingia uweponi wa Mungu, akibeba damu ya wanyama. Akishaingia ana sprinkle blood katika madhabahu. Katika madhabahu palikuwa na gold and altar. Ananyunyisha kando ya ile sanduku la agano. Akisha toka kufanya hivyo, aingie. Listen, maandiko inasema angeingia na atoke. Hallelujah, tuko pamoja? Angefaulu kuingia, maana si lazima atoke. Angeingia akiwa na dhambi, alikuwa anakufia pale. Na ndio akiingia ilimbidi ajifunge nyororo ama kamba, pande moja ipaki nje. Nguo la kuhani mkuu lilikuwa na kengele hapa chini. Kengele zimewekwa tu kengele, ili wakati anaendelea na shughuli, watu wakiwa nje wanasikia wanajua bado wako hai. Wangesikia amenyamaza kwa muda, waguze kamba, wasikie hakuna response, walikuwa wanavuta kamba, maana nobody else alikuwa anastahili kuingia kule ndani. And number 2, msoga ama maiti haikuwa ikae pale, lazima iketolewa. Now I want you to see how serious the job was. Maandiko inasema kuhani mkuu akijua kesho naingia ama akijua anaingia, alikuwa anajitenga na mke wake siku 3. Inakuwa ni wakati wa kujitayarisha, maana uwepo wa Mungu wapendwa ni moto urao. So akiingia amalisha dhabihu yote na asife, atoke. Israeli walikuwa wanapiga baragumu zaidi, maana ni mwaka wa ushindi, ni mwaka wa mavuno, ni mwaka wa baraka. Walikuwa wanaona ushindi wa Bwana na baraka za Mungu wa rehema. Hallelujah. Katika kitabu ya Exodus, hapo chini wapendwa, Exodus chapter number 10, the scripture is there, yes. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of the atonement. Once in a year shall he make atonement upon it throughout the generation. Throughout the generation. Look at after the full column. Maana inasema it is most holy unto God. Hiyo wakati ulikuwa ni wakati wa maana sana. Wakati wa atonement katika Israeli, it was one of the best feasts ever. Maana ilikuwa mwaka ama wakati wa watu kupatana na Mungu wao, kutembea na Mungu wao, kuendeka na Mungu wao, wakati dhambi ziliondolewa. Na shukuru Bwana, maana kama atonement ya damu ya kondoo ingekuwa ya maana, I feel to say atonement ya Yesu Kristo, it is many times better than that of the Old Testament.
that is why today ninatangaza uponyaji utakuwa hapa. Katika jina la Yesu. Let's try to move on. The book of Hebrews chapter number 4. But before we read, for your own Bible understanding, for your own Bible understanding, the first high priest was Aaron. Alikuwa kuhani wa kwanza mkuu. Hallelujah. Now, Hebrews chapter 4. Seeing that we have a great high priest that is passed into the heavens, I am already excited. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. And the Bible says conversion. Tukiona tunakuwa ni mkuu hivi, wapendwa, tukiona tunakuwa ni mkuu hivi, aliyepita mbingu hakupita zile, yani vile katini ya dunia, aliingia katini ya mbinguni na damu yake mwenyewe. Maandiko inasema basi tushikilie kwa dhati muungano wetu. Hallelujah. Let me not move before myself. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Verse 17, okay, verse 16. And let us therefore, the word therefore is very key there. Inasema kwa sababu hiyo, let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help us in time. Kanisa la Yesu, nashukuru Bwana, maana ukielewa hii, kukuja kwako kanisani leo kunaweza badilisha maisha yako kabisa. Kwa sababu haukuja ona vieta, haukuja mahali utaokelezwa vizuri ucheke, haukuja mahali utasikia raha. Umesongea madhabahuni mwa Mungu, umesongea uweponi wa Mungu. Maandiko inasema tukiona haya, tukielewa haya, ya kwamba tuna kuhani mkuu aliyebeba damu yake mwenyewe. Hakubeba damu ya mbuzi, alibeba damu yake mwenyewe. Hallelujah. Nimemwelezea vile kuhani mkuu alikuwa anabeba damu ya mbuzi, anawakilisha dhambi zake na dhambi za watu wao, na yeye aliyebeba damu ya mbuzi akitoka hapo, ilikuwa ni mwaka wa ushindi. Lakini walikuwa naifanya mwaka baada ya mwingine, but this time around Yesu hakuifanya mwaka baada ya mwingine. Maana kitabu ya Ibrania mlango wa 9 mstari wa 27, I know normally tunaitumia kufundisha ama kuhubiria wenye dhambi, for it is appointed for man to die once and afterward judgment. But here this, it was more talking about Jesus. Katika agano ya zamani, they used to do it yearly, lakini katika mambo ya agano jipya, it is once. Yesu alibeba damu yake, akaingia, hakuingia hekaluni ya mwanadamu, akaingia hekaluni ya Mungu wa rehema, mahali kuna kiti cha rehema, mahali kuna neema. Hallelujah. Nisikize mpendwa, Yesu alibebaje damu yake mwenyewe? Nisikize, nitembee kidogo na wewe uko hai, nione mkono wako. Hallelujah, Mungu akubariki. Yesu alipoenda Golgotha, alikama saa 6 kwa msalaba, akafa, akaenda kuzimu. Baada ya siku 3 akatoka kuzimu. Maandiko inasema Mary akaenda asubuhi siku ya 3, alipoenda pale akakuta kaburi halina mwenyewe, kaburi mlango imeondolewa. Akauliza,
alikuwa na upendo kama huu. Akabaki pale, maana inasema mtu akatokea akamwita Mariamu. Mariamu akageuka, akadhania ni mwenye shamba. Akamuuliza, umemweka wapi? Niende nimchukue. Alikuwa anauliza mwili wa Yesu umewekwa wapi? Hakujua anayemwita ni Yesu. Tuko pamoja. Siniseme hii hata kama ni by the way. Mary hakuja peke yake. Alikuwa na Yohana na alikuwa na Petero. Yohana na Petero walipoona amefufuka wakaondoka. Mary akasema, sitoki hapa mpaka nimuone Mesia. Sijui ni nani atakaa. Akisema sitaondoka mpaka nimuone aliyenifia. Yesu alipoona Mary apaduki, ndio Yesu akajitokeza. Hata kuna Yesu leo anajitokeza kwa watu wale hawaondoki. Wengine wakiondoka unasema sitaondoka, wengine wakirudi nyuma unasema sitarudi nyuma. Wakati mambo imechacha, kuna watabaki hawataondoka. Hao ndio wataona uwezo na ukuu wa Jehova. Maandiko ya Mungu inasema ndio Mary, Yesu akamwita Mary, akafunguka macho akamwona Yesu. Alimwona ni Yesu, akakimbilia kumshika. Maandiko inasema hivyo na Book of John. Yesu akamwambia, usiniguze, maana sijaenda uweponi wa Mungu. Maana kulingana na agano la kale, kuhani mkuu hakuwa anastahili kuguswa na mwanamke for 3 days. Kwa hivyo na Yesu angekubali kuguswa na Mary kwa sababu hakuwa amesongesha damu yake. Haleluya. Akaambia Mary, enda mwambie, sinipigie mkono. Kuna mtu uko hai? Hebu uliza mwenzako, bado uko hai ama umeondoka? Maana inasema in the Book of John something very powerful. Mary, Yesu akamwambia Mary, go and tell my brethren, haleluya. Mwanzo walikuwa watumwa, sasa si watumwa tena. These are brothers of Jesus. I know today hapa kuna brothers of Jesus. Is anybody saying yes, I'm a brother of Jesus? Come here, go and tell my brethren, I go to your Father, I go to my Father and your Father. I go to my God and your God. Anaenda kufanya nini? Kuwakilisha damu yake katika hekalu la Mungu, katika madhabahu ya Mungu. I thank God kuna damu ya Yesu mbele ya kiti cha rehema cha Mungu inaongea mpaka leo. Akasema, I go to prepare to the Father. Baadaye katika hiyo kitabu maandiko inasema Yesu ndiye akakuja akawatokea wote na ishara 11. Akamwangalia Thomas, akamwambia Thomas, ulitia shaka, ukasema lazima uguze ili ujue. Guza sasa. Thomas akaitisha mkono, maana kwa mwili wa Yesu mpaka leo kuna shimo. Akaguza hapa, akamua akaitisha mkono, maana tayari nimemaliza kazi. Nimeingia patakatifu pa watakatifu, nimeakilisha damu. Wale kutoka saa hii, wale wataelewa hii. Miaka yao itakuwa ya ushindi, miaka yao itakuwa ya baraka. Si kwa sababu ya kile wanafanya, lakini kwa sababu ya kile Yesu amefanya. Ushindi wetu ni kwa sababu ya kile Yesu amefanya. Haleluya. Tuko pamoja. That is why inasema we shall not die. Hebrews chapter 3 verse 1 down to 2. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 hapo chini. Wherefore, holy brethren. Hallelujah. Come on, are you there? Wherefore, come on.
read it again. Wherefore, who are the holy brethren? Come on, who are the holy brethren? Hey, I'm asking, ni nani wanaitwa holy brethren? Kuna mtu anaelewa kinauliza, who are the holy brethren? Yes, can you show me better? How many can say, I am among the holy brethren? Hey, this is the highest gift ever. Somebody to be called holy. Tulikosana na my cousin. My cousin alikuwa anaitwa Kashoge. May God bless him wherever he is aliaka. Alikuwa mkuu sana. Treasury. Karibu nilikuwa napanga harusi na msichana. And Kashoge, my cousin, alikuwa ananisaidia, ana plan ya kunisaidia kufanya harusi nzuri. Na yeye alikuwa Mkatoliki ndani. So nilipoenda huko na nilikuwa naenda nampelekea report ili ajue na ajue what to do. So nikampelekea kule treasury. Akaniambia about the we were planning or we are preparing a pre-wedding. Akaniambia nataka tukufanyie the best pre-wedding ever. I was excited. Akaniambia tutakuwa na mbili, moja itakuwa ya mchana ya watu wa kanisa. Nyingine itakuwa ya usiku, tutauza pombe, tutafute pesa. Nikamwambia sikiza hivi my cousin. Pombe hatutauza. Akaniambia no, we need money. Nikamwambia sikiza, me I believe kwa pre-wedding na fundraisers our saints, they should not sell such thing. Kashoge aliniangalia, akaniuliza who is a saint? Nikamwambia I'm a saint. Akaniambia na sauti ya upole, maana Wakatoliki kuna hiyo. However, kuna mambo mengi. Unaona Korea. Umedukana soke. Naona ile mlango utoke na usije ukarudi. Unajiita saint. Na wanajua saint ni wale wamekufa. Halafu mbingu ya tatu sijui nani anatumagwa, anakuja kusema huyu ameinuliwa kiwango ya saint. That's what they believe. But the Bible says ukiokoka, kioshwa na damu ya Yesu, umeitishwa katika familia ya Mungu. Haungojei kufa. We are already sons of God now. I say now. We don't wait to die. We are already connected to the family of God. Kutoka kwa mwili ni kufunga macho na kuingia where I belong. Juzi nilikuwa naomba nikakumbuka Bishop Irongo. I tell you brethren, for sure I cried. Si kwa sababu alikufa, but I know who mzee aliingia. Kama kuna watu najua aliingia ni huyo mzee. Hello? Nauliza unanijuaje? I know it. Wapendwa, kuna watu Mungu anaandaa. Huyo mzee alijiandaa mpaka kaita kanisa lake viongozi wakakula the last Holy Communion pamoja. That is a week before his departure. Hatimaye akawaambia ninamuaga. Kaambia Pastor Mtuko, I give you the chance. Lisha kanisa la Yesu. Kaangalia mke wake akamwambia be a soldier. Few days after akaondoka. Alikula hata Holy Communion na wao. Walipoleta vikombe vingi akawaambia no, tunakunywa na moja. Ile kunywa ndio mtakunywa nao. Because I've been your father. Nilikumbuka where he is. Nikamwona mbinguni. I cried, I said, I wish I can make it now. Wapendwa, ukipata ufunuo wa mbinguni, maisha ya dunia inakuwa matope. The reason why watu wanauza urithi wao is because they don't have the heavenly vision. May God give you heavenly vision. Vile mbingu iko, wapendwa, heaven is real. I say heaven is real as hell is real. Shida yangu si kutoka kwa mwili. Shida yangu itatokaje? Na nikijua umeenda mbinguni, I will tell you the truth.
Why should I call you Mama Koi? Urudi kwa maisha haya ya dhambi. You are in a better place. I say you are in a better place. Hallelujah. Let me not go that way. Nasikia kama kuna kitu kitamu kinaingia from there. The Bible says, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, Jesus Christ. Tafakari, profession, Jesus Christ. Have a truth. Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Verse number 2, yeah. Inasema consider yule kuhani wetu mkuu. Yeye ndiye mtume wetu na ndiye kuhani wetu, Yesu Kristo. Yeye aliye kuhani ama mwanzo wa maungamo yetu. Wapendwa, ukisikia tukisema hatutauawa na korona, si kwa sababu ya keavo, si kwa sababu tunakula vizuri, si kwa sababu ya lingine, ni kwa sababu ya kuhani wetu Yesu Kristo. Ndiye mwanzo wa maungamo yetu. Ushindi wetu ni yeye, nguvu yetu ni yeye. Ukisikia tukisema tutashinda, it is because of Jesus Christ. Whatever we have, brethren, ni kwa sababu yake. And I can say without fear, kwa sababu ya Yesu tutashinda. Kwa sababu ya Yesu it shall be well. Kwa sababu ya Yesu tutaona mema na tutatukuza jina lake aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 19. Hebrews chapter 10 verse 19 iko kwa runinga. Now this is sweet. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, tukiwa wapendwa na ujasiri. Sio wangapi na ujasiri leo? Hallelujah, wangapi na ujasiri? Let me just ask a very simple question. If right now utaona utukufu wa Mungu uking'aa from heaven, umeshuka hapa na uone kiti cha rehema, ni wangapi watabaki hapa? Maana wengi watatoroka. Hallelujah. Ndugu mmoja rafiki yetu wako na kanisa Britain, alikuwa anatuambia siku moja alikuwa anatembea kwetu, alikuwa na mke wake. Kwa gari moja akiomba kwa nyumba, akasikia mtetemeko wa ardhi, akasikia uwepo wa Mungu. Alifungua mlango, akachomoka, akaenda kungojea mke wake kwa geti. Why? Maana wengi tunaogopa uwepo wa Mungu. Naomba Mungu ajidhihirishe. Nasema naomba Mungu ajidhihirishe. Verse number 20. By a new and living way, which he has consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh will work. And having a high priest over the household of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith. Now look at it. Tukisongea, tusonge na mioyo imejaa hakikisho la imani. Hallelujah. Mioyo imejaa hakikisho la imani. Nikwambie kitu napoendelea, kuna watu leo wataona Yesu hapa. Na kuna watu wataguzwa na uwepo wake. Na kuna watu wataangalia wengine ukiguzwa. Why? Kwa sababu tofauti ni moyo wako. Maana yanasema with the heart full of assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with the pure water. That is the word of God. Let us hold fast our profession of our faith without wavering. Tushikilie kuungama kwa imani yetu bila kuyumbayumba. Dada, kama mambo ifanyiki, wacha kuyumbayumba.
mwaminifu. Nasema yeye ni mwaminifu. Yeye si kama mtu, ni mwaminifu wapendwa. Kile amesema atatenda, atatenda. Kama amesema wenye dhambi wataenda kuzimu, that is what will happen. Kama amesema wateule wangu nitakaa nao, that is what will happen. Listen brother, sister, tushikilie kuungama kwetu. Nasema tushikilie kuungama kwetu. Kuna korona ama hakuna korona, korona imepata Yesu akiwa ametenda kazi. Usiogope kile shetani anafanya. He is already there. Continue holding unto your conviction. Yeye ni mwaminifu wapendwa. Hallelujah. Nikwambie ile jambo unapitia isikuvunje moyo. Maana wengi wamepitia jambo wamerudi nyuma. But I thank God, maana kuna watasimama mpaka mwisho. Blessed you are. I say blessed you are. Hallelujah. Wewe unasimama mpaka mwisho, blessed you are. Na utaendelea kubarikiwa. Hallelujah. John, yani okay, kabla tuende kwa John, there is something I want us to ask ourselves. Tunaungama haya kuungama kwa nini? What is our constant, our confidence? Ni nini kile Yesu amefanya katika maisha yetu that should give you to say it shall be well with my life? Let's go together kitabu ya John. I love this opening kabisa katika jina la Yesu Kristo. This is what Jesus gave. Si kukufanya wewe unasikia raha. There is something Jesus came to do. Bwana Yesu asifiwe. Nipungia mkono. John chapter 8 verse 1. Jesus went unto Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and talked to them. That is Jesus. Kabla niendelee, let me say something very important. Maandiko inasema uhai wa mtu uko katika damu. Hallelujah. Uhai wa mnyama uko katika. So kile damu inaongea. Si tumeona? I don't know kama tumesoma hiyo scripture. I don't know whether it is there. I wish I could read it. Let me just get it and we read it before we come to John. Let me get it. Hebrews. It should be in Hebrews. Oh, where is it? The scripture that says the blood of... No, Hebrews 12:24. Give us on the screen. Hebrews chapter 12, verse 24. Hebrews 12:24. Have you got it? Yes, it is still there, but notes. 1 minute, let me call you someone. Hebrews 12:24. Hapo chini ya hiyo, I think hapo chini ya hiyo scripture. Yes, hapo chini ya hiyo scripture tumesoma kabla tuende kwa John. Imeandika na blue, that's why nilikuwa na miss. Hebrews 12:24. Sister Ray, it is not there. Then give us, now does it mean it is not there? Give us from the Bible. I hope you have the Bible. Okay, you open your Bible to show me. Can we read together what I'm going to Bible now? 1, 2, let's go. All right, take a question. Can we read all of us together? Hallelujah. Na kwa damu ya kunyonyesha damu yake, which speaks, the word speak is a continuous present tense. Wale wasomi wa Kiingereza, ni ile usemo unasema saa hii na unaendelea kusema. Every minute it is speaking. What is it speaking? Better things than that of Abel. Are we together? Now listen, dear brethren,
tumesikia damu ni uhai wa mtu. Kwa hivyo kile damu ya Yesu inaongea. I don't know whether we are together. Mnakumbuka nikimwambia kuna damu alipeleka uweponi wa Mungu. Ile damu kwa alikuwa anapeleka madhabahuni ilikuwa inanena mwaka huo wote. Kwa pamoja. All the year damu ya mbuzi inaongea. But because ni ya mnyama, mwaka wengine lazima ni watu wengine. Hii ya Yesu inaongea lifetime. Hallelujah. Maana inasema it speaks better things than that of Abel. Abel damu yake inadai kulipishiwa. Inasema nilipishie. Wapendwa, chunga ukiwa na roho ya kutaka kulipishiwa, unakuwa wa kimwili, lakini wa kiroho kuna tofauti. Now question is, what is this blood speaking? Let's go to the book of John as we bring to close. John chapter 1, that is where we were. Chapter 8 verse 1. Tulikuwa hapo. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning, and he came again unto the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught. If you are good listener, utaona verse 1 and verse 2 inaongea mambo tofauti. Mount Olive alikuwa ameenda kuomba, baadaye anakuja hekaluni, anaanza kufundisha. Verse number 3, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, listen now, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Verse number 5. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what says? Pungia mkono tena. Najua hiyo tunalitumia kama wakati tunahubiri huko nje. But allow me to bring it to us. Maana inasema, wajua sheria, napenda sheria maana kuna watu ilikuwa imegandamiza. Sheria ilikuwa imesema hivi, mwanamke angekutwa akifanya usinzi na mwanaume. That means anafanya hiyo jambo na mwanaume, mume wa mtu. Pungia mkono tena. Hallelujah. Tuko pamoja. Na siki jakani ni kwa mji. Mwanamke yule alikuwa apigwa mawe. Hello? Anaweza fanya peke yake. Maana nini? Maana mwanamke mmoja kulingana na sheria hakuwa na ruhusa ya kutoa ushahidi against a man. There's a law. Ili mama kwa ushahidi wako usimame, lazima uwe wawili against you. Wewe ukinikuta nikifanya jambo, ushahidi wako ni fake. Lazima uwe wawili. Kwa hivyo mwanamke anotanesti chakani aseme ni kushikwa na nguvu. Lakini kama ni mchini, yeye ndiye alikuwa anapigwa mawe. Why? Mwanaume ako sawa. Sheria. Na huyu mwanamke alikuwa anawakilisha kanisa. Because kanisa ndio mke wa Yesu. That is why leo today, nikienda nifanye jambo na Orengo afanye jambo, NTV hawataenda kwa Orengo kumwonyesha. Twende na Orengo ama mtu yote tuseme anybody kama yongo wa Kenyatta aende na mwanamke mwingine si mke wake kwa bar ama kwa night, kwa guest house. Na wapaza wawe waende na wake kwa guest house. KTN hawatakuja kuchukua ile mkangata. Kini mchungaji wa wewe. Why? Sharia is always against the church. Sharia is always opposed to you. Usifike where you are going. That is why alisema Musa alituambia mtu kama huyu tupige mawe. Na walikuwa wamebeba mawe wakamtupa uweponi wa Yesu. And laugh this.
hawakumpiga mawe, walimbeba mpaka uweponi wa Yesu. Ndio maandiko inasema, come boldly at the throne of grace, that you may attain mercy and grace. I bless the Lord. In the presence of God, there is mercy and grace. Oh, hallelujah. Uko weponi wa Yesu na kwambia, you not die, you not perish, you make it in life. Look at what they say after Fukoro. Wakasema, what do you say? Musa alisema haya, lakini wewe Yesu unasema nini? Najua kwenu kuna sheria inasema hivi na hivi. Don't die na hiyo sheria. Songea weponi wa Yesu, usikie vile Yesu anasema. I believe this is what saved Tanzania. Maana walikuwa wamesema Afrika watu wataokotwa kama misoga, wataokotwa kwa barabara wakiwa misoga. Magufuli alipojua kaitana kufunga siku 3, Mungu akasema otherwise. Afrika tulikuwa tunangoja watu kufe kama sige, watu wakaomba, God akasema otherwise. I decree and declare, we will not die by the judgment of the people, we will not die by the law of the people, we will appear before the throne of grace, because Jesus akona kitu kizuri anataka kusema. Maisha yako, pengine kwenu watu wanapewa talaka, hiyo ni sheria ya kwenu. Pengine kwenu watu wanakufa wakiwa na miaka 50, hiyo ni sheria ya kwenu. Pengine kwenu hakuna mtu anafanikiwa, hiyo ni sheria ya kwenu. So long you may appear before Jesus Christ, I will hear what Jesus says, because whatever Yesu anasema, it is final. Hallelujah. Tunakubali sana kile madaktari wamesema, kile watu wamesema, ripoti ya shetani na mengineo. I thank God when I was in Form 4, and I'll say this, wala mko shule ndio msinimitate. Don't do this at home. Kwa sababu ya sheria ya kule nimetoka, tulipofanya Form 4, I still remember tulikuwa na headmaster alikuwa anaitwa Katambia. Baada ya mtihani kutoka, nimeenda nimejijaza na marongi zangu. Hata student, Mungu atusaidie. Haya, kufika kwa ofisi nikakuta Katambia kwenda kuangalia result. Akaniuliza jina, nikamwambia na index number. I still remember my index number ilikuwa 371. Akaniuliza jina na index number, akaniangalia, akaniuliza how is climate outside there. Nakumbuka January na kwa very hot. Nikamwambia too hot. Alicheka. Kaniambia be prepared to face it now. Kanipa result zangu, hada division 4. Kuanguka frat. Nikatoka nikaenda kwa nyumbani, maana nilikuwa najua nitachapwa na my dad. Hata kwa quick kuangalia, nikaibadilisha nikaweka ngeni ya kujitetea kwa mzee. Lakini si kwa hali. Katambia aliniambia I be prepared to face the music. Na nikawa prepared wapendwa. Nikang'ang'ana nishaki, nikakula mera, nikafuta bangi, nikafanya all those garbages. Finally nikakuja Nairobi on one account. Survival for the fittest. Nikasunguka nikisurvive. But the grace of God, one day, thank God kwa mama alikuwa anaitwa Mama Waigumo. Mama Waigumo akaniambia kuna mhubiri ningetaka uende ukasikize. I was a radical challenger. Kwa ukweli. Kaniambia kuna mhubiri, nikaenda ufungamano. I still remember kulikuwa na mkutano mkubwa, ulikuwa umeandaliwa na Bishop mahali harusi ananika kuwa moderator Mungai. Na Wairimu was the preacher. So nikaenda tukiwa na yeye. Tulipofika kule kwa mlango, mimi nataka kuja kuchallenge. Thank God we need beautiful ushers in the house. There were beautiful ushers. Sikuwa nimeona warembo hivi. Na kwa sababu nimejaa mwili wangu,
Kufika pale kwa mlango wakanisalimia. Let me tell you, it's good to be born again. I see us going back there. Ushers were excited for God. They are full of the presence of God. Kaniambia, welcome brother, I love you. Woo! Nilikuwa nimezoea maneno kama hiyo wapi. I love you. Woo! Nikamwangalia nikashindwa, amenipenda tu leo saa hii. Huko ni kwa gani? Akaniacha for the next. Before nifikirie juu yake nikakuta mwingine mrembo, welcome brother, I love you. Nikashindwa, kwani wote wananipenda? I was passed to the other, welcome brother, I love you. Wamejipanga line hivi. Nilisukumwa nikajikuta pembeni. Mahali singetoka. Sifa zikaendelea, naona watu warembo. Finally nikaona the most beautiful woman, because Wairimu is cute. Amesimama, amechukua microphone, amesema hallelujah. That's how she used to start. Nikasema kwani kuna warembo waje? Kabla nijue ni mrembo, the anointing started flowing and the ones started coming. Without Jesus you are doomed. She spoke. I started seeing kama ananiona. Anaona all my life, whatever. Nikatamani nipate njia nitoroke kabla hapa waniambie kile wananiambia. Unfortunately, nilipokuasha kwa kona mwingine, aliletwa mwingine, so tukawa kuna njia ya kutoka. By the time aliita Otakwai was the number one. And my life ikabadilika. Kile kilisemwa na Kakamia kikafika mwisho. Nikawa mikononi mwa Yesu. Akaanza kusema mapya. Akaanza kusema kile anaweza sema. Natamani leo Yesu aseme kwa niaba yako. Whatever your father said, whatever your grandfather said, whatever which daughter said, walisema kwa sheria, made by the grace of God. Yesu aseme lingine. Let's conclude wapendo hapo chini. We finish it. John chapter 8. That's what we have to, verse number 10. Hallelujah. Are you there? Maandiko inasema walipomuuliza Yesu. Sikiza. Just look up if you can. Walipomuuliza Yesu hivyo, maandiko inasema Yesu hakuwajibu. Aliinama akaanza kuandika chini kwa mchanga. The truth of the matter hajulikani nini iliandika. Lakini mimi kwa mawazo yangu nafikiri aliandika hivi: whoever is set free by the Son is free indeed. I believe aliandika hivi: I came that they may have life and have it more abundantly. Hallelujah. Sikiza mpendo, baada ya kuandika akasimama, akainuka, akawaangalia, akawaambia watu wameshika mawe ready to stone. Can I tell you, see, demons wameshika mawe kukumaliza. Why? Kwa sababu ya sheria. Yesu ni akainuka, akawaambia yule hana dhambi awe wa kwanza kutupa mawe. Akainama tena. Mtu anakumbuka dhambi zake anaangusha jiwe. Mwingine anakumbuka hajaomba. Leo asubuhi nikitafakari nikajua hata kutoba ni dhambi. Yeremia alisema, nisamehe, nisaidie nisitende dhambi ya kutombea Israeli. Kutombea watu wenu ni dhambi. Wakaanza kuangusha mawe kutoka yule mzee wakafuatilia. Yesu aliamuka akakuta mawe na mwanamke. Maana inasema when Jesus has lifted himself and saw none but the woman, he said unto her, woman, where are your accusers? Has no man condemned you? My prayer before God, may all your accusers be defeated in Jesus' name. Nasema tena, may all your accusers be defeated in Jesus' name. May they never condemn you. Hainua mkono wako wa kuume, sema Bwana Yesu, ninatangazia my accusers be thou defeated. I refuse to be condemned in Jesus' name. Why should you refuse? Because Romans chapter number 8
inasema there is therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk after the Spirit, but not after the law. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. We are free, brethren. I say we are free from every law ya kwenu. Nasimama kwa madhabahu kama nabii wa Jehova, natangaza sheria zinaua watu kwenu hazitakuona. Sheria zinaoshubaisha watu wa kwenu hazitakuona. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free. Oh, hallelujah. Tangaza sema, for the law of life. Now sema, for the law of life of Spirit in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Shout it and say, I am not under you, law of sin and death. Hallelujah. Oh, it is for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me, hallelujah, has set from the law of sin and death. We are free, brethren. I say we are free. We are free from tuberculosis. We are free from cancer. We are free from diabetes. We are free from every sickness in our bloodline. We are free from their curses. We are free from their poverty. We are free from their poverty. We are free from every power. We are free. I say we are free. My marriage is free. My children are free. Free, free, free. Shout freedom. Hallelujah. I say you are free. Come on, I say you are free. Whatever imekuwa ikiwa Passover, you are free from it. You will not inherit their problem. Oh, I say you will not inherit their misery, their pains, their agony. In the name of Jesus, Master, umenitia mafuta niweze kuwa baraka. Napiga magoti mbele yako kwa niaba ya hii kanisa, na itangazia katika ulimwengu wa kiroho, chochote imesubaisha watu wao, sheria ya dhambi na mauti ile imetawala watu wao, na watangazia haitawaona, maana hawa wako huru. Sheria ya roho, sheria ya roho wa uzima ndani yako Yesu Kristo imewaweka huru kutokana na sheria za baba zao, sheria za watu wao. I cancel every declaration that was declared over them. I cancel it today in the name of Jesus Christ. Maro ya kukwambia hautafaulu, I declare utafaulu. Nasema utafaulu. Tumalize John chapter number 10. Chapter number 8, sorry, that's where we are. Chapter 8, verse 10 and 11. You Jesus akasema, nobody has condemned you. Verse 11. Oh, very quickly, sisters, you should be there. Verse 11. Sister there. This is the woman who said, no man. Hey, no. I don't know what God is speaking. How amekufuata? I release the fire of God that no man will be able to touch you. No demon will be able to touch you. No work of the devil itakuguza. I declare no man. And very soon kinywa yako itasema no man. No man. Then Jesus said unto her, this is what Jesus is saying to you.
neither do I condemn you. Look after full chorus the following word. Can we read together the following word? Go. Why did Jesus tell him sin no more? Because when Jesus declared over your life, you get power. Amen. This woman had no power to conquer sin. Like Jesus akamweka huru from sin. But the word is go. Now listen to this. Nataka kumaliza na hii maneno. Huyu mama na mimi alikuwa na watoto. Watoto walikuwa wanangojea maiti wakazike. Maana imawe ilikuwa ya kumamaliza. Huyu mama alikuwa pekee na mume. Mume alikuwa anangojea maiti akazike. Pengine alikuwa na wazazi. Wazazi walikuwa wanangojea maiti akazike. But in the presence of Jesus, hey, every expectation of man iliwekwa cancel. Mama akarudi kwa watoto wake. Mama akarudi kwa mume wake. Mama akarudi kwa wazazi wake. Today I am declaring the name of the Lord. Under the anointing of God Almighty, you will not go the ways of men. You will go back to your purpose. You will go back to your victory. The word is go back. Go back from the presence of God. Go back. I declare to your body, go back to good health. I declare to your mind, go back to victory. I declare to your marriage, go back to joy. I declare to your business, go back to flourishing. I declare to your career, go back to excellency. Wherever wamekuleta for judgment, ninaingia katika viatu vya Yesu. I cancel the judgment. I cancel the judgment ya your magonjwa. I cancel the judgment ya your jambo. I decree and declare, go back, go back, go back. You have to see the beautiful days of your life. I say you have to see the beautiful days of your life. I am declaring prophetically, you will not be buried by the will of the devil. You will live to declare the goodness of God. I am declaring the name of Jesus. Mahali wamekuwekea full stop, the Lord ataiondoa na atafanya uendelee from glory to glory. Maikojea ukufa na ushindwe, ninakuinua kiwango ya kufaulu. Wamekojea uchukuliwe vitu yako na maagenti wa shetani. I decree and declare, you will flourish. I call you a winner. I call you a winner. For in the presence of God, there is a fullness of joy. May you receive the fullness of joy. 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 In the name of Jesus. I don't know ni nani huyu nasikia hili andiko linakuja kwake. I don't know ni nani. But I know you are here. Wakati Mordekai alipohukumiwa, aliposhtakiwa na Haman, maandiko yanasema Haman alimtengenezea mti ya kunyongwa. Wakati Mordekai alitumania aitwe, sikiza wewe naongelesha, alipotumainia aitwe, naamini wale walikuwa wamekaa na Mordekai walimwambia, bye bye Mordekai, unaenda kunyongwa. Walikojea atolewe akiwa na jeneza. Lakini maandiko yanasema wakati mlango ilifunguka tena, waliona farasi, wakaona mtu ako juu ya farasi, amevaa mavazi ya kiufalme. Wakaona sura ya Mordekai juu ya farasi ya mfalme, ana manguo ya mfalme, amevalishwa taji ya mfalme. This is what I here to tell you. That was the end of Mordekai, because the other Mordekai is coming up. I hear nikwambia umehit to your end. You are not dying as the expectation. You are coming out a different you, a different amount, a different Atieno. I see you writing on victory. I see you writing in glory. I see you writing in joy. I decree and declare today, kile walikupangia, Mungu anaenda kukigeuza. Mungu anaenda kukigeuza.
may you receive the new Mordecai life. I say, may you receive a new Mordecai life, a new life, a new John's life, a new Peter's life, a new Mary's life, a new James' life. I say today, may you enter in a new beginning. Sijui nani huyu. I feel I'm ushering you to a new beginning. You are dying to your past. You are entering to a new beginning. I say you are dying to your past. The Mordecai aliyekuwa useless gate man, he was going to die so that the Mordecai who stays in the palace may come out of that place. I call you Mordecai, who was staying in the gate. You are entering to the last day ya maisha ya madharau. As a prophet of God, I prophesy over you, may you enter into another life, a different life you have never experienced. I decree and declare, receive the power, receive the anointing, receive. Simama na miguu yako. This thing is so much. There are people who are receiving the anointing to change them today. This woman came as a sinner, an adulterer, one who was coming to die. But in the presence of God, everything that was watered her down died. She left as a saint. She left as a testimony carrier. She left as a messenger of God. And you, I don't know who you are, but you're here. Today, I decree and declare, your past has to die today. I say has to die today. You're ridiculing, you have been ridiculed by people. I hear it is coming to an end today. And God is ushering you into a new atmosphere you have never experienced in your life. You see things you have never seen in your life. All that I feel it can be a walk by faith. Walk by faith. I see opportunities opening at your favor. I see doors opening at your favor. Ulikomefika mwisho wako. Thank you. You have come to your end because you are entering into what is called God's pathway of victory. In Jesus' name. Amen. Lift up both hands. Father, I've spoken your word to your people. As this woman came to your feet and her life was changed, the law of Moses demanded her to die. But the grace in you gave her another life. I pray the grace in you may give each and every one here another certificate of victory, another certificate of life. Some of us have missed it. But Lord God, in your presence, my Father, the Bible says that we may attain mercy and grace. May your people attain mercy, your favor, your love, and grace, which is your beauty. May every wickedness that have made them weak be consumed by your strength. May from today your strength work in their life. Their prayer be insulated by your strength. Their giving, their love for you, their commitment to righteousness be because of your power, your ability in their life. Bless them and do them good. No one will die at the hand of the devil. No one will fail at the hand of the devil. That marriage which is in the patch of breaking, it is going to experience a revival that has never been experienced. That business which is about to be barren, I decree and declare an awakening. Haijawahi pata nayo. Hiyo kazi ilikuwa ishe. I declare a better one. Whatever you are, spiritual life, I call it a double portion of anointing to sit upon you in Jesus' name. Victory being a portion from today. I shall victory being a portion from today. May you be a testimony carrier. I call you a testimony carrier.
for this life. You're blessed. You're blessed for life. I say you're blessed for life. Anybody who is sick in your body? Anybody who is sick in your body? Very quickly, there. Just lift up your right hand. Wake it up. Thank you, Father. Father, in Jesus' name, I rebuke that sickness. I command you, sickness, die! Because in the presence of God there is the fullness of glory, of joy. I declare this one, there will be no tormented by you disease or sickness. I consume you by the Father, Holy Spirit. And I declare good health. Now, receive it, receive it, receive it, receive good health, receive good health. Wherever there was a pain, there was infirmity, let me consume by the Father, Holy Spirit. Thank God, infirmity God. Oh yes, in the name of Jesus. And by the stripe of Jesus, I declare and declare, you are healed. And so you are. Maybe you are not born again. I don't know. Could you be? You're not born again. Hallelujah. God bless us. Can we sit down as we give our offering? Very quickly, you need a type. You need to give a type. You need an envelope. Just lift up your hand with your Bahasha. Keep lifting, keep lifting. Unastahili mkigawe mtu ana konsentrina iliyo moja. Kwa hivyo mtawapita wengine. Kuna dada pale nyuma ameinua kwa muda mrefu. Mbele kuna wengine wameinua. Bado mkigawe wengine upande moja pande yake. Kama bado hujapokea endelea kuinua, usichoke, weke chini. Kama unatuma through M-Pesa, our needs there, just set, then make sure kama ni Tithe kama fast food. Chukua Bahasha, uandike whatever you are sending to that. It shall be well. So we thank God, we bless the Lord, we are concluding, and I pray that we shall have a week of victory, a week of glory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Tuandike haraka haraka. So that we will pray, then we conclude our service. Tumeendelea sana, and we cannot regret. I hope we are done. Can we pray now? Father, we thank you because of this wonderful gift you have given unto our hearts to come and honor you with it, O Father. I pray that it shall be acceptable before you. May it be a sweet smelling aroma. Ile itakupendeza. Let the fire of the altar consume the spirit of the money that we are bringing. That the glory and the sweetness and the sweet smelling from it will walk with us the whole of this week. As your people bring it, let it be done. Even as that sweet aroma comes to you, let it also walk with us, opening and causing favor upon our lives. In Jesus' name, nobody can do. Wale mko nyumbani wa giving, may you God bless you as you do that. I know the number is on the screen. You can transmit your money. Then you send that message you receive to that number. You can chili forward, forward transactions SMS to that number for better recording and doing the necessary. God of all grace bless us and do us good. I think we can want to nyumbani. Bye bye.